Faini ya shilingi za Kitanzania milioni 120 na adhabu ya kufanya mazoezi binafsi kwa muda wa wiki 2 ndio kitu ambacho kimekwenda kumkuta Imam Ashur. Kuna chanzo kikubwa tu cha habari kutoka katika nchi ya Egypt kinachofahamika kama Ahlal Online, nacho pia kimeripoti hii taarifa kwamba bwana huyu jamaa kuna rungu imemkuta. Sasa kwa wale ambao walikuwa labda wanajiuliza hii ni kiki au labda ni mind games, hapana. Na hii si mara ya kwanza kwa Imam Ashur kuingia kwenye matatizo na kupigwa faini kubwa na klabu ya Al Ahly. Novemba 2024 katika mchezo dhidi ya Stade Abidjan katika vyumba vya kubadilishia nguo, kuna taharuki pia ambayo Imam Ashur aliileta katika klabu ya Al Ahly na alipigwa faini kubwa tu. Sasa wengi mnaweza mkawa mmebahatika labda kusikia shida imetokana na nini. Shida inakuja kwa sababu katika mchezo uliopita dhidi ya Wydad Degla, Imam Ashur alifanywa mabadiliko dakika 69, alivutana na mwalimu wake, alitoa maneno ambayo alikuwa si sahihi. Mwalimu katika hali ya kikawaida na ya kimamlaka akajaribu kumsimamisha Imam Ashur kutokuwa sehemu ya kikosi ambacho kitakuja kucheza dhidi ya Young Africans Zanzibar. Uongozi wa Ahli ukapindua matokeo ya mwalimu na kumlazimisha Imam Ashur asafiri na kikosi, na mwisho wa siku anakuja kutokupokea simu na hakusafiri mwisho wa siku na kikosi cha Al Ahly. Lakini hii inamaanisha nini sana kwa upande wa Ahly? Kiukweli inaweka pressure kwa mwalimu wa Ahly, Jeseth Rapp. Yaani katika kitu ambacho inawezekana kuna baadhi ya watu labda walikuwa hawakitazamii sana, ni kwamba kiukweli mwalimu wa Ahly anapata pressure kwa sababu hivi sasa ni kama vile viongozi wanajaribu kutizama nini kitakuja kutokea katika mchezo dhidi ya Young Africans, kwa sababu Ahly wasipopata matokeo mazuri katika mchezo dhidi ya Young Africans, kitu ambacho viongozi wa Ahly watakuwa wanajiuliza ni kwamba huyu mwalimu inawezekana hii situation alihandle vizuri kweli? Yaani kwamba sisi hatukuwepo wakati yanatokea matatizo baina yako wewe na Imam Ashur. Je, ulihandle situation vizuri kiukweli? Lakini mechi hii dhidi ya Young Africans ni mechi ambayo kama Ahly wanapata ushindi tena katika namna ambayo ni convincing bila kuwa na Imam Ashur uwanjani, narrative inabadilika. Inakuja inaonekana kwamba mwalimu sasa ni kama ana prove a point kwamba nimeweza kuisaidia timu kupata matokeo na mimi nilikuwa sahihi kuhusu maamuzi ambayo nilikuwa nimeyafanya mwanzo kuhusu Imam Ashur kabla nyinyi hamjakuja kuyapindua. Kwa hiyo kuna namna kama na matokeo dhidi ya Young Africans yanakwenda kuwa na nafasi kubwa sana kwenye kuamua viongozi wa Ahly wawe nyuma ya mwalimu au taratibu, sio kwa mara moja, taratibu waanze kuchukua nguvu wanavyoiona wao ni sawa, na mwalimu abaki kama mwalimu tu, kwa sababu mwisho wa siku wanachokitaka viongozi kupitia kumlazimisha Imam Ashur aende kujiunga na kikosi Zanzibar ni kwamba mentality ya viongozi wa Ahly unaiona kabisa ni kwamba wao wanachotaka ni kwamba timu ipate matokeo. Kwa sababu kama mwalimu kamwadhibu mchezaji ama kama mwalimu kaamua kumsimamisha mchezaji, lakini bado viongozi wakasisitiza kwamba mchezaji inabidi awe sehemu ya kambi Zanzibar, manake unaona kabisa fikra ya viongozi wa Ahly namna ilivyo, pamoja na namna ambavyo walitofautiana na mwalimu, kwamba kama kuna namna unahisi wewe Imam Ashur alikukosea na kila kitu ukaamua kumwadhibu, sisi tunataka huyo mchezaji awepo. Sasa Imam Ashur kwenda kuwakatalia viongozi, hiyo inakuwa sasa ni issue nyingine. Viongozi sasa kumwadhibu kama hivi Imam Ashur na kumwambia kwamba afanye mazoezi peke yake, hii ni kutaka kuonyesha kwamba hakuna mchezaji mkubwa kuliko klabu. Tumejaribu kukulinda tena dhidi ya mwalimu ambaye anadai kwamba wewe umemkosea, lakini kwa sababu umeamua kutukaidi na sisi, ina maana sisi hapa hatuwezi kukulinda. Sisi ni lazima tuonyeshe mamlaka yetu. Ina maana Ahly actually kumwadhibu Imam Ashur inaweka mzani sawa katika chumba cha kubadilishia nguo kwa wachezaji wote, kwamba huyu ni mchezaji ambaye sisi tulijaribu kumlinda, lakini kwa sababu katukosea, sisi hatuna kumlinda tena, tunamwadhibu hata kwa sehemu ya mchezo, licha kwamba tulikuwa tunatamani huyu mchezaji awepo kwa sababu tunaamini ni mchezaji muhimu, lakini hawezi kutukosea sisi. Sasa basi haimaanishi kwamba pressure kwa mwalimu haipo. Mwalimu hivi sasa manake nguvu yake itategemea na matokeo dhidi ya Young Africans. Yaani nguvu atakayoweza kuibakisha kwenye kufanya maamuzi na mtazamo ambao utabaki kwake yeye kwa wachezaji wa Ahly kutokana na matokeo, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, ukipata matokeo dhidi ya Ahly, mwalimu una prove kwa viongozi kwamba mimi nilikuwa sahihi tangu mwanzo kumwadhibu huyu mchezaji, kumwambia asiwe sehemu ya kambi huko Zanzibar. Lakini mwisho wa siku itakwenda kutengeneza nadharia pia kwa wachezaji waliobaki kwamba kumbe mwalimu anaweza kupata matokeo na ameprove
kwamba kumbe kweli ni mchezaji ndo ambaye alikuwa na matatizo. Lakini akipoteza huu mchezo, viongozi wa Ahli taratibu nao wanaanza kujiweka mbali na wewe, kwa bwana, sikiliza, hii situation sisi tunahisi kama hukuihandle vizuri, hatutaki kuamini kwamba huyu mchezaji kweli alikukosea kiasi hicho. Mwisho wa siku ameshindwa kuwa sehemu ya kikosi ambacho kimesafiri, na wewe umeshindwa kupata matokeo mwisho wa siku. Kwa hiyo taratibu hierarchy ya Ahli ni kama inaanza sasa kuchukua nguvu yenyewe, yani kwamba inaanza kuchukua nguvu kwa 100% taratibu, na perception pia kwa wachezaji inakuwa sio nzuri kwa mwalimu. Kwa hiyo kwa Young Africans kiukweli kwenda kukabiliana na Ahli ambayo haina Imam Ashur ni bonge moja la uweni. Kwa zaidi ya 30 mpaka 40 makali ya Ahli yanakuwa yamepungua kwenye kushambulia. Mtu wa kusababisha taharuki katikati ya mistari anakuwa hayupo. Kiunganishi kikubwa na chenye nguvu baina mstari wa kiungo na mstari wa ushambuliaji maana kwa upande wa Ahli kinakuwa hakipo. Ile mechi ya kwanza Cairo, Damaro pamoja na Abuya kuna muda walikuwa wanaogopa kwenda kuisupport press ya Maxi Okello pamoja na Dep, kwa sababu nyuma yao kulikuwa kuna Imam Ashur muda wote. Wakistep up kwenda kukabia juu tu, maana ikipigwa pasi moja tu na Marwan Natia pamoja na Aliou Dieng kwenda kwa Imam Ashur, wamekwisha. Lakini kutokuwepo kwa Imam Ashur manake Yanga viungo wanaweza kwenda kusupport press endapo itafanywa dhidi ya Ahli siku ya Jumamosi kwa maana ya kesho. Lakini pia hata mstari wa ulinzi wa Young Africans unaweza pia kucheza more high, unaweza kupandisha zaidi, kwa sababu yule Imam Ashur manake pale katikati anakuwa hayupo tena kusababisha ile taharuki kwenye half space na kupokea mpira nyuma ya migongo ya viungo wa timu pinzani. Lakini hii itawalazimisha pia hata Ahli wajaribu kuishambulia mechi tofauti kwenye namna ambavyo watakuwa na mpira. Fullbacks kina Mohamed Hani, kina Koka, itabidi safari zao ziwe za juu zaidi, itabidi wao wanapandisha zaidi mashambulizi, lakini pia watategemea zaidi wide overloads, tofauti na kutegemea sana eneo la katikati, kwa sababu Imam Ashur anakuwa kama ndo connector pale katikati. Lakini kutokuwepo kwake manake Ahli itabidi nguvu kubwa pia waitumie pembeni ya kiwanja, kitu ambacho kinaweza kuwafanya wakaacha nafasi ambayo Young Africans mwisho wa siku wakaweza kuitumia na kwenda kupata kile ambacho wanakitaka kwenye huu mchezo. Kwa hiyo situation sio nzuri kwa Ahli, lakini wanasema kwamba vita ya panzi furaha ya kunguru. Young Africans sasa hivi wanaifurahia hii situation kwa sababu kisaikolojia inaweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kupata kile ambacho wanakihitaji katika mchezo huu wa 4 na muhimu katika ligi ya mabingwa barani Afrika.